Hiki ni kituo kinachogusa sehemu nyeti ya maisha. Kinafungua ukurasa wa upendo na ni mahali ambapo ndoto za watoto wenye mahitaji maalum zinaishi na kufurahia maisha. Karibu kwenye simulizi halisi ya Moyo kwa Moyo, ambapo hatutazami tu machozi, bali tunasikia kilio chenye matumaini. Basi niliguswa tu kwamba kuna watoto ambao wako mitaani wanazurura ovyo na hawana mahali pa kuelekea, na mimi kwa kuwa nilikuwa mwalimu nimestaafu, nikapata wito kwamba niwasaidie watoto ambao wako kwenye mazingira magumu. Ndoto hizi zilianza mwaka 2009 hapa katika kituo cha Olivia Trust kilichopo Bangaega, Itigi, mkoani Singida. Baada ya watoto hawa kukutana na mwalimu mstaafu na mratibu wa kituo hiki, Molen Masaka. Kwa hiyo nikawa nimewatafuta hao watoto, lakini kwa kupitia pia familia yangu ilikuwa ina watoto wengi ambao yatima kutokana na ndugu zangu walikuwa wamekwisha chukuliwa na wengi walikufa na ukimwi. Kwa hiyo tayari nikaguswa kwamba kwa nini na wale nisiwachukue ili niwe nao katika kuwasaidia pia. Kwa hiyo nikawa nimechukua watoto wale wakawa 15, basi nikawa nimekwenda kuripoti halmashauri ya wilaya Manyoni. Kituo kilisajiliwa kwa awamu ya kwanza, kilikuwa kimesajiliwa ikawa hii kama branch. Nilisajili kikiwa bado halmashauri Manyoni, na baada ya kuwa nimesajili nimeendelea nao karibu miaka 5 nikiwalea wale watoto, lakini baadaye ule usajili ukawa ume expire tuseme, au ule usajili wa kwanza umekuwa haufai kwa kupitia wakaguzi wa maendeleo ya jamii halmashauri ya Itigi. Maana wakati huo nimeanzisha hichi kituo ilikuwa halmashauri ya wilaya Manyoni, na wale Manyoni wameendelea kuwa na mimi na kunisaidia kwa muda mrefu, karibu miaka 5, wakija kuona watoto na kuwasaidia lishe, hasa wale watoto wenye maambukizi kwa wanapata lishe. Kituo hiki kina watoto takribani 25 ambapo wote hupata huduma muhimu kama watoto wengine. Kwa miaka mingi kimekuwa kikiwezeshwa na taasisi mbalimbali pamoja na wadau wanaochangia ili kuhakikisha mahitaji yao muhimu yanatimizwa. Kuongeza upungufu wa vitanda ni sana ni kuwaona wadau mbalimbali na hasa viongozi wa serikali kama pia nao wataguswa na hili jambo, ili waweze kutoa hata msaada hata wa kuwaongezea watoto vitanda. Utaratibu, kwa sababu tayari serikali ya kijiji inatambua tunafanya nini mahali hapa. Kwa hiyo tumewaomba kwamba wanaweza wakawapata watoto ambao wanaona kwamba wako kwenye mazingira magumu au mazingira hatarishi, wakatuletea barua. Kwa hiyo tunapata barua kutoka kwa viongozi na tunawapokea wale watoto. Makundi ya watoto yaliyopo hapa ni makundi matatu. Kundi la kwanza ni watoto ambao hawana wazazi wote wa pande mbili, mama na baba. Kundi la pili ni la watoto ambao wana mzazi mmoja, lakini ndani ya familia kuna changamoto, aidha mzazi yule ni mlemavu au ana hali ambayo ni ngumu, lakini kwa kupitia pia viongozi tukathibitisha hilo, basi tunampokea. Lakini kundi la tatu ni kundi la watoto wenye mahitaji maalum. Ina maana wale watoto ni wagonjwa. Kwa hiyo tunahitaji tuwasaidie na changamoto hiyo ya kiafya kwa ujumla. Watoto wenye mahitaji maalum wanatofautiana kulingana na aina ya uhitaji wao. Hivyo huduma wanazopatiwa huzingatia mahitaji ya kila kundi. Miongoni mwa mambo muhimu yanayozingatiwa ni pamoja na upatikanaji wa matibabu na uangalizi wa afya, elimu jumuishi na mafunzo maalum, lishe bora, mazingira salama na rafiki ya ukuaji, msaada wa kisaikolojia na kijamii kiujumla. Huduma tunayotoa sana tunawapeleka shuleni ili wasome, ili waweze basi kuona kwamba wanapata elimu. Kwa hiyo tunawapeleka shuleni, na tunataka sana mtoto anayekuja hapa tunayemchukua pia ambaye anaweza kwenda kusoma, ili tumpeleke shuleni asome, ili tumhudumie akiwa shuleni na hata akitoka shuleni tena aweze kupata mahitaji maalum ya hapa ya hasa ya kimwili. Toka tulipokianza hichi kituo tulikuwa na wahudumu kutoka St. Gaspar, kwa sababu tayari watoto ambao wanachukua zile dawa za ARV
wanachukua St. Gaspar. Kwa hiyo wale wataalamu huwa wanakuja kuwaona watoto hao wanaendeleaje na hasa kiafya. Ni changamoto kubwa sana ambayo tunaipata kwa ajili ya watoto hawa. Ni namna gani tuwahudumie kwa makundi hayo, maana ni makundi matatu ambayo, na hasa kundi la watoto ambao kiafya tunahitaji tuwasaidie zaidi. Changamoto tunayokutana nayo ni vile vifaa. Wakati mwingine hatuna vifaa maalum na ni lazima sasa tuwaeleze hospitali ndio waje. Kwa hiyo kuna vifaa ambavyo tunahitaji sana. Kwa mfano watoto ambao tayari wana mahitaji maalum kiafya, hatuhitaji tuwatenge. Tunahitaji tuwasaidie kwa mfano vifaa mbalimbali, elimu ya kwamba wanahitaji wajilindeje. Kwa hiyo unakuta kwa mfano kwenye kunyoa nywele, natakiwa wawe na mashine zao. Na hizo tumeshatekeleza. Wale ambao wana mashine zao na wale ambao wako salama wana mashine zao. Msaada zaidi kutoka serikalini bado kwa wilaya halmashauri ya Itigi, kwa sababu ndio imeanza, bado hatujapata msaada wowote, lakini tumekwisha kuandikia barua na kuripoti kwamba tunafanya nini mahali hapa katika kijiji hiki, na awali waliweza kuja na kuona tunafanya nini, lakini sasa hivi toka halmashauri imeshakuwa tayari, nafikiri bado hawajafika kuona kwamba tunafanya nini. Lakini viongozi ambao wako katika eneo hili wameshafika, kama mwenyekiti wa serikali kata, ofisi ya kata wameshafika, maendeleo ya jamii kata wameshafika kuona tunafanya nini mahali hapa. Kuguswa kwa wahitaji katika jamii bado ni kwa kiwango kidogo, hasa linapokuja swala la huduma nyeti kama hizi. Mara nyingi jamii hazitambui kwamba zinaweza kuchangia kwa kutoa elimu, uhamasishaji na msaada wa moja kwa moja. Wazazi wengi bado huficha watoto wao kutokana na aibu katika jamii. Kuhusiana na jamii pia inatambua kwa namna kiasi, kwa sababu bado jamii haijapata elimu ya kutosha kuona kwamba inahitaji pia kutoa msaada sana kwa vituo kama hivi. Kwa hiyo ni changamoto, lakini kama jamii itapata elimu ya kuona kwamba vituo kama hivi wanahitaji pia kutoa msaada wao kama wao, hilo lilikuwa nzuri zaidi. Kwa hiyo tungeomba labda changamoto hizi za wanakijiji ambazo hawazijui, inahitaji pia serikali iweze kuwaelimisha kwamba wanahitaji wafanye nini. Ya kuweza, wakati mwingine tunawaita walezi waje wasafishe mazingira, wanatusaidia kusafisha mazingira, na wakati fulani wanaweza wakaja hata siku nyingine tukawaita wakafua nguo za watoto. Mashirika binafsi yanatusaidia, na hasa mashirika ya kidini. Mashirika ya kidini yanatusaidia kutoa huduma kidogo hapa, lakini kuna mashirika ya watu binafsi pia nayo yanatusaidia. Labda ninaweza nikayaainisha ni mashirika gani, kama mashirika ya binafsi, viwanda vya chaki, kule tumeweza kuwa tunaomba hata chaki, tunaweza tukaomba hata yale material ya kutengeneza nyumba zetu hizi. Lakini pia kuna mashirika ya kiserikali, kwa mfano NMB wamekuwa pamoja na sisi sana mwaka 2014, 15, 16 wamekuwa pamoja na sisi sana kuwasaidia watoto kuja kuwaona na kuwaletea mahitaji maalum kama mafuta, chakula na daftari pia. Mashirika ya nje, ni miaka 3 iliyopita tulikuwa tuna shirika moja la kidini ambalo linatoka Italy. Tuliweza kupata msaada mingi mahali hapa kwa kupitia hospitali ya St. Gaspar, na mpaka hata watoto walikuwa wanakwenda kutibiwa kwa kutumia bima ya hospitali pale pale. Ndoto kubwa au malengo yetu makuu kwa ajili ya kuwasaidia hawa watoto ni kuwasaidia sana wapate elimu, kuanzia elimu ya awali mpaka elimu ya juu, na kwa kuwaona wadau mbalimbali. Kama tukishindwa, tunawaona wadau mbalimbali ili waweze kutoa misaada ya kuwasomesha zaidi huko mbele. Mipango ya baadaye, tulitaka tuendelee kuongeza mabweni, hilo ni moja, lakini pia tulitaka tujenge madarasa, maana hao watoto wanapotoka shuleni saa 9 tumewaandaa walimu ambao wanawafundisha somo la English na hisabati.
ili hayo ni masomo ambayo yanafaa zaidi ili watoto waweze kuyaelewa kwa wakati mwingine hata wanapoendelea na madarasa ya juu. Kwa hiyo tungeomba madarasa, tungepata wafadhili wa kutusaidia madarasa, ingetusaidia zaidi. Ni kuwashauri pia jamii kwamba wanahitaji kuona kwamba wanahitaji kuwasaidia watoto hata ambao hawapo hapa, wako mitaani, wawasaidie zaidi, na hasa kwa kuwapa elimu, lakini kwa kuwasaidia misaada mbalimbali, kwa sababu wengi wanachunga, wengine wanafanya kazi za nyumbani, lakini kama wao wangeona kwamba hao watoto wanahitaji kwenda kusoma, basi wawatoe mahali walipo ili wawapeleke shuleni. Na msingi mkubwa wa watoto ambao wako kwenye mazingira magumu ni kupata elimu tu, ili hiyo elimu ndio itakayowasaidia katika maisha yao ya baadaye. Vituo kama hivi vikipewa nguvu na rasilimali vinaweza kuwa msaada mkubwa na kubadilisha mtazamo katika jamii kwa kiasi kikubwa. Sisi kama mwenyekiti wa kitongoji hiki, nilikuwa naomba serikali, hasa halmashauri, serikali za mtaa, TAMISEMI pamoja na serikali kuu, kwamba ni vyema sasa wakaona kituo hiki kwamba ni kituo ambacho kinalea Watanzania ambao walikuwa wako chini, kiweze kupata msaada ili angalau kituo hiki tuweze kuchukua watoto wengi na tuwaondoe wale watoto wengi kutoka sehemu mbalimbali ili waweze kuja kupata elimu nzuri pamoja na kuweza kuwaweka katika maisha yao ya baadaye. Mimi ni mwalimu katika kituo hichi, lakini pia ni matroni. Lakini katika walimu ambao tuliopo hapa, tupo walimu 3, wa kiume 2 pamoja na mimi. Ambao katika walimu wa kiume 2 kuna mmoja ambaye ndo patroni kwa ajili ya kuwalea hawa watoto wa kiume, kuwasaidia. Lakini mimi pia nipo kwa ajili ya kuwasaidia hawa watoto wa kike. Changamoto ni nyingi kwa sababu tunapokea watoto wa makundi tofauti tofauti. Wengine wanakuwa wasikivu, wengine sio wasikivu, lakini tunaishi nao kwa kuwaelimisha kwamba tuishi kwa upendo, kwa sababu sisi sote tupo pamoja hapa, tunatakiwa tuishi kama ndugu, kama familia. Wengi wanatamani ukikaa nao ukawaoji, ukawauliza, wanatamani kuwa viongozi hata katika serikali yetu hii. Kwa hiyo tunalea watoto, ndani yake kuna madokta, kuna walimu. Kwa hiyo tunapokaa nao kuwaoji kwamba wewe unataka baadaye uwe nani? Kwa anaposema mimi labda nataka niwe mwalimu, kwa namwambia ili uwe mwalimu lazima usome sana. Ili uwe dokta lazima usome sana. Kwa hiyo usifanye mchezo kwenye masomo, lazima uzingatie elimu. Ndoto hulindwa, ndoto hupaliliwa. Ikiwa jamii itaungana, basi kizazi kijacho kitabadilika kutoka kuwa wahitaji na kuwa wategemezi katika jamii. Mimi nawakaribisha watu wote, jamii yote ya Itigi, lakini jamii ya Tanzania yote. Karibu sana mahali hapa panapoitwa Olivia Trust, ni kituo cha watoto mazingira magumu. Kwa hiyo karibu sana, tusaidie, maana hawa watoto sio wa kwetu, watoto wa taifa na ni watoto wa Mungu pia. Kwa hiyo mtusaidie hawa watoto ili waweze kuona ndoto zao za baadaye zitakuwaje. Tunaiomba jamii iweze kutusaidia. Wanapotusaidia sisi, na sisi tunaweza kuwasaidia watoto watoke hatua moja kwenda hatua nyingine. Itigi TV, furaha yetu, tufike pamoja.